Habari yako mwanamichezo, bila shaka huko vizuri kabisa kuzipata zile taarifa za kimichezo kutokea hapa Bongo Headlines. Mimi naitwa Dickson George na muendelezo wa taarifa zetu za kimichezo leo tunaanzia kuanzia siku ya jana pale tulivyoambiwa taarifa nyeti zitatoka na zilitoka. Hizo taarifa nyeti ndio hizo ambazo tulikutana nazo siku ya jana. Tunaona watu wameshaanza kufurumushwa katika bodi ya ligi. Almas Kasongo amefurumushwa katika bodi ya ligi kupitia ile taarifa iliyotumwa na TFF kwenye ukurasa wao wa Instagram. Lakini pia mwenyekiti wa bodi ya ligi tunamzungumzia Steven Mguto, naye pia ishaandika barua ya kujiuzuru bodi ya ligi. Na bodi ya ligi imetuwekea wazi kwamba mchezo wa dabi umesogezwa mbele paka tarehe 25 June. Hivyo Young Africans nao wanaonekana kuridhika na kuiposti mechi hiyo kwenye ukurasa wao wa Instagram kwamba mechi ya dabi tarehe 25 June. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi hatujui, mpaka sasa hivi bado kuko kimya. Wanacheza ama hawachezi? Hapa tunaungana na Mchome moja kwa moja, hatuambie wanacheza ama hawachezi. Mchome, mambo vipi? Bana, jazakum khaira. Kiangalia tu sura yangu naona ina bashasha. Nuru ya nini? Yaani kwanza haki imeongea. Unajua utadhurumu haki za watu, itafikia hatua haki itaongea. Ishaongea. Haki imeongea. Yaani kwa mara ya kwanza haki imeongea. Unajua mpira wa Bongo ulikuwa unahitaji wasimamizi kama wasimamizi wa Yanga. Yaani wale viongozi wa Yanga ukiwangoa management ukaenda kuwaweka kwenye bodi na TFF, ligi yetu inafika namba 1 Afrika. Nisikilize mwanangu, wale viongozi ni baraka kwanza kuwa nao kwenye nchi yetu, na inabidi tuwalinde kwa sala na maombi. Tuwaombee Mungu awape maisha marefu. Kipindi wanaanza hizi harakati watu waliona kama wanapiga kelele, lakini Yanga anakuja kuutetea mpira wa Afrika. Yaani mimi sawa, mtaniona sio mpira wa nchi wa Afrika. Yaani sio wa nchi wa Afrika, kwa sababu wewe vuta picha. Yanga ndo alianzisha kanuni ya kiongozi wao yule, mwenyekiti wa vilabu Afrika alipitisha hiyo kanuni ya vilabu shirikisho, klabu bingwa. Sasa wewe vuta picha, Esperance de Tunis alitoka hatua za makundi, angeshuka shirikisho. Yanga ametoka hatua za makundi, angeshuka shirikisho. TP Englaba Mazembe ametoka hatua za makundi, angeshuka shirikisho. Hiyo shirikisho ingekwaje? Wewe ungeona kuna timu hapa Tanzania nje ya Yanga angeenda kucheza finali? Shirikisho ingekuwa ya moto. Lakini Yanga wakasema hapana. Yanga mwenyekiti wake yule si Yanga. Engineer Hersi akasema hapana, vilabu vya huku. Alivyoona kule amerekebisha, akarudi ndani. Huwezi kuenzeka kwa mwenzako, kwako kuna vuja shekhe. Akarudi tena ndani. Yuko Marekani. Kutoka Marekani. Sasa kumbe kwa ya kupinga. Yuko Marekani kaka. Yuko na rais wa FIFA. Video zimeonekana yuko na rais wa FIFA. Impact inaonekana Bongo. Ile ni brain kubwa, ile ni akili ndefu. Na hichi kinachotokea kitatufaidisha sana. Simba, Yanga, Azam, Singida, Coast na yoyote. Ligi ya msimu ujao itakuwa ni ligi ya mfano kwa kutokea Afrika. Itakuwa ni ligi bora kwa sababu CEO atakayeingia bodi ya ligi atasimamia kanuni na taratibu. Akija mwenyekiti wa bodi ya ligi atasimamia kanuni na taratibu zake zifuatwe. Bado huyu katibu mkuu wa TFF naye atanyolewa tu. Yaani barua itoe yeye afu anyolewe tena yeye. Yule samesaini, naye muda so mrefu anasainiwa. Mimi nakwambia Africans katika madai yao ukiangalia yote matatu ni sawa na moja tu ndo limetekelezwa. Lakini wenyewe washatangaza kucheza mchezo wa dabi. Yanga au wamerudi nyuma. Nisikilize, Yanga alitoa madai matatu ya muda mfupi. Alisema kamati ya masaa 72 ivunjwe. Akasema mtendaji mkuu wa TFF aondoke. Akasema mwenyekiti wa bodi, katibu mkuu wa TFF afanyaje? Ang'oke. Kang'oka Mguto ndo kiongozi wa kamati ya masaa 72.
na ndio mwenyekiti wa yani mwenyekiti wa bodi ya ligi ndio msimamizi wa ile kamati. Kwa kama sasa kiongozi hayupo, kamati ipo. Wewe jiulize. Yaani labda nyewe media yenu na bosi. Bosi aseme bana mimi naachana na hii biashara. Media ipo? Haipo. Kwa tayari kamati ya masaa 72 ishaanguka hapo. Akija chairman mwingine anatengeneza kamati yake. Si unanielewa? Haya, CEO wa bodi yupo? Hayupo. Na ni jana tu. Wameondoka vitu hivi. Kwa hiyo amebaki mmoja hadi tarehe 10 huyu hayupo na yeye. Mimi nakwambia mtendaji anaondoka. Anaondoka. Kwa nini asiondoke? Yanga ndo timu yenye ushawishi nchi hii. Yanga ndo timu inatengeneza agenda zinaenda. Management ya Yanga na iongea kistaarabu kwenye upande wa habari ambao wanaitwa media department wale wamenyoka kaka. Wako vizuri, wanaelewa wanachokifanya mzee. Wanaelewa wanachokifanya. Ni tofauti na media department ya Simba. Tunatoa taarifa hizi. Yaani kwanza wale mimi ningekuwa na cheo pale. Kufanya mazoezi. Ningekuwa na cheo pale. Ile media department yote nishaipiga chini. Kwa nini sasa? Haifai, ina post ovyo. Unajua sikiza nikwambie. Unapokuwa media department ina wafanyakazi wasomi. Wanapaswa kushauri hadi viongozi. Bana viongozi sikilizeni. Hii taarifa imekuja lakini hii taarifa inabidi tuifanye katika misingi hii na hii na hii na hii na hii. Sisi tunaelewana. Wana washauri. Lakini wenyewe wanaposti leo, kesho wanaposti hivi, kesho kutu wanaposti vile. Mambo yanakuwa yaeleweki, inakuwa miayusho. Sisi tunaelewana. Wanacheza wacheza. Leo ni siku ya mazoezi. Pale Benjamin Mkapa. Kesho mechi tuone sasa. Ndugu yangu, watu walitaka pointi 3 za mezani. Nani? Mpanzu tumlete tarehe 25 pale. Inasemekana ndo wanamuogopa. Si Yanga wanamuogopa Mpanzu, tulivimba Yanga wanamuogopa Mpanzu. Tarehe 25 tupeleke timu. Tukamuona huyo Mpanzu mchezaji wa Yanga mzee, ataifanya nini Yanga? Tushafanya exclusive mara ngapi nakwambia hili swala. Yaani Mpanzu siku ile tutamkataa kwamba sio yeye. Kwanza Mpanzu anataka kucheza open space. Au mabeki wa kuwapindua ndo wa timu gani sasa? Wa Yanga. Kwani inawezekana? Inawezekania wapi? Kama kashinda kuwapindua wa Singida, wa Yanga atawaweza. Wa Yanga hawawezi kuwapindua. Kwa hiyo mimi kitu tunachoamini na kitakachokuja kutokea, hiyo mechi na muobingwa kombe liko uwanjani, huwezi kumfunga Yanga. Mbona unajikatia tamaa mapema? Sasa timu si wanayo wenyewe, Mzize yupo, Pakome, Maxi, Duke Abuya, haya unakuja Prince Dube, unakuja Klatus Chota Chama. Sasa Chama anatafuta mkataba mwingine hapo, si utamkataa? Alidia Ucho anatafuta mkataba, si utamkataa? Hiyo hatari hiyo. Kombe la shirikisho ndio wamefika finali hapa. Nisikilize, shirikisho simekwambia tulifika kwa ajili ya kanuni za engineer alibadilisha. Sasa bila engineer kubadili kanuni ya shirikisho, finali unakanyaga vipi? Kwa hiyo tarehe 25 hatuna uwezo wa kugoma. Na tukigoma tunashuka daraja. No way out. Yaani kwa Yanga ishindikane, kwa Simba iwezekane. Sasa so wamebalance. Tarehe 8 hatukwenda, hawakukata. Tarehe 15 Yanga hawakwenda, hawakukata. Kwa hiyo tarehe ya mwisho hii atakayegoma anakatwa. Alafu watu wanaamini eti Simba ashaenda kucheza, si alama zake zinampeleka kucheza klabu bingwa. Wewe kakudanganya nani? Tusipoenda tarehe 25 klabu bingwa tukanyagi. Si Azam yupo. Ukikatwa alama 15 kwenye msimamo, Azam anatuongoza kwa alama 1. Si unanielewa? Yanga alikuwa akikatwa alama 15 na muongoza Azam kwa alama Lakini Simba tusipocheza tukikatwa alama 15, Azam anaongoza. Kwa hiyo tutaenda tena shirikisho msimu ujao. Sasa lazima upeleke timu uwanjani. Lazima timu iende, hata ya vijana itaenda. Lakini kwenye mchezo huo pengine ukichezwa, unapeleka wapi karata yako? Yanga na rekodi nzuri ya kutufunga. Misimu 4 mfululizo anatuokota. Sasa msimu tutafanya nini? Sisi misimu 4 tunaandaa timu na anatuokota goli tu za kutosha. Sasa
Ni vile vile tu. Yaani na ndio maana sisi tulikuwa tunapigania sana tarehe 15 kwa sababu tunaamini Yanga haendi. Ili iweje? Ili tupewe kombe. Ili tukawe mabingwa. Sasa kuna watu wamekaa chini wakaona ili haliwezekani. Yanga hawezi kuwa bingwa bila kumkaba Mpanzu. Lazima Yanga amkabe kwanza Mpanzu ndo awe bingwa.